Ndio, leo ilikuwa ni siku ya mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mwanza kutoa hukumu kwenye kesi namba 6166 mwaka 2024 iliyokuwa ikimuhusu mteja wetu ambao aliwakilishwa na mimi pamoja na wakili mwenzangu Godfrey Mringi kwenye kesi ya madai ya udhalilishwaji uliofanywa na mwandishi wa habari anaitwa Alois Nyanda, ambapo kupitia mtandao wake wa kijamii alichapisha taarifa za udhalilishaji zinazomhusu mteja wetu Aaron Titus Kaguru Mjuli wakati akiwa mkurugenzi wa jiji la Mwanza na wakati akiwa pia mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni kwa nyakati tofauti tofauti, ambaye kwa sasa ni mkurugenzi wa manispaa ya Ubungo jijini Dar es Salaam. Na katika shauri hilo mahakama imemwamuru Alois Nyanda kulipa fidia ya bilioni 2 shilingi za Kitanzania kwa udhalilishaji aliyoufanya, lakini vile vile kuomba msamaha kwa yale aliyoyachapisha ambayo ni ya uongo, yanaleta fedhea na ni ya udhalilishaji kwa bwana Aaron Titus Kaguru Mjuli ambaye ni mkurugenzi wa manispaa ya Ubungo kwa sasa. Lakini vile vile mahakama imemkataza yeye, wakala wake au mtu yoyote anayehusiana na yeye kuchapisha taarifa hizo ambazo amezichapisha kwa nyakati nyingine yoyote kuanzia sasa na ijayo, na pia kuziondoa taarifa hizo ambazo amezichapisha zinazomhusu bwana Aaron Titus Kaguru Mjuli. Lakini vile vile mahakama imemtaka kuomba radhi kuanzia sasa. Kwa shauri limehitimishwa katika misingi hiyo, na pia anatakiwa alipe gharama za shauri ambazo bwana Aaron Titus Kaguru Mjuli aliziingia wakati wa uendeshaji wa shauri hili. Na kama atashindwa, tutaomba utekelezaji, kwa maana ya njia za utekelezaji zinafahamika. Tunaweza tukaomba kukamata mali zake, na kama hatakuwa na mali ya kukamata, basi tuna option pia au tuna chaguo la kumkamata yeye kama